صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. سماحة الشيخ Abdul Ghani, mashehe zangu waloko hapa, asatidha, walimu, wazee wangu, ndugu zangu, vijana, wanafunzi wetu wa Hauzat Saida Zainab, akina dada wote na wote ambao kwamba wanafuatilia majlis hii na barnamaj hii kutoka kwa mitandao. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب نبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie ujira wetu kuwa ni mkubwa tunapokumbuka shahada ya kipenzi chake Sayyidul Awsiya Amir al-Mu'minin wa Imam al-Muttaqin wa Qa'id al-Ghurr al-Muhajjalin ila Jannat Na'im Ali bin Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Tukio la shahada ya Amir al-Mu'minin ni tukio nzito, tukio ambalo kwamba kila unapofika wakati wa kukumbuka, ulimwengu wa wapenzi wa Ahlul Bait alayhim salam hujawa na huzuni, huwa nyoyo zinahuzunika inapokumbukwa namna alivyouliwa imamu wetu, namna alivyoondoka katika hii dunia. Na kwa munasaba huu tunajitahidi kuzikumbuka sifat za Amir al-Mu'minin alayhi salam ili tuweze kuziangazia maisha yetu na kunawirisha nyoyo zetu kwa kuzitaja sifa hizi, kwa sababu kumtaja Amirul Mu'minin alayhi salam ni ibada. Kwa hivyo tunaishi katika hali ya ibada tunapomzungumza Ali alayhi salam, na hatuna uwezo wa kuweza kuzizungumza sifa hizi kama inavyostahiki, bali ni kuzinukuu tu kama wenyewe walivyozisajili na kuziandika. Na ukweli wa mambo ni kwamba lau tukitaka kumsoma Ali alayhi salam na kutaja sifa zake, tunahitajia juhudi nyingi na wakati mwingi na miaka mingi. Kwa sababu
maisha yake yote ni mafunzo, maisha yake yote ni hikam, maisha yake yote ni sera ya mwanadamu aliyekamilika. Tukiangalia upande wa maisha yake, tutahitajia muda mrefu sana kuzungumza matukio muhimu katika maisha yake. Na bila shaka ukitazama Amirul Mu'minin alayhi salam, utaona kwamba inaya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa kwake ni kubwa kuanzia lahadha za mwanzo wa maisha yake. Taban kwetu sisi tunafahamu kwamba hawa ni watu walioteuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala toka kuumbwa kwa huu ulimwengu, lakini kufunguliwa hali zao halisi kwetu ni kitu tofauti. Na kwa hivyo tukiona mambo mengine waweza kuona labda ni mambo yalitokea tu, lakini yanakuelezea kwamba hata kuja kwao katika hii dunia na kuishi kwao katika hii dunia ilikuwa kwa inaya, maongozi na mwelekeo aliotoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utaona maisha yake Amirul Mu'minin alayhi salam yanaanza katika nyumba yake tukufu katika Kaaba, mahala ambapo kwamba hakupatikana mwanadamu yoyote yule kabla yake kuzaliwa ndani yake, na iwe nishani yake kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie kuwa chini ya malezi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Tokea katika utoto wake na ambatane na Mtume hatua katika kila jambo, mpaka kipindi kinapofika cha Mtume sasa kuanza kazi yake ya utume, yuko naye, ndio wa kwanza kumpokea, ndio wa kwanza kuamini kwake na kuanza kumsaidia katika kazi hiyo na kujitolea muhanga kwa ajili yake. Mtume anapoamua sasa ni kugura kuondoka Maka kuelekea Madina, ambaye atabaki nyuma awe mwenye kulala kwa kitanda chake, awe tayari kumfidia Mtume, na awe ndio mwenye anabeba amanati za Mtume na kuzirudisha kwenyewe, sio mwingine isipokuwa ni yeye Ali bin Abi Talib alayhi salam. Kisha uangalie miaka yote au miaka iliyosalia ya Mtume katika kipindi cha Madina, uone kwamba dauri ya Amirul Mu'minin alayhi salam ilikuwa ni nini. Hakika ni kwamba Uislamu wote ulisimama kwa jihadi yake, kwa kujitolea kwake, kwa ushujaa wake, kupigana kwake. Miaka 10 aloishi Mtume sallallahu alaihi wa alihi katika Madina, na Mtume akashughulishwa na vita kipindi hicho chote. Aliyekuwa ni mkono wake wa kulia, aliyekuwa katika mstari wa mbele kusimama naye na kupambana na maadui wa kila sambuli, alikuwa ni Amirul Mu'minin alayhi salam. Mwangalie katika vita vya Badri, katika vita vya Uhud, vya Khandaq, vita vya Ahzab na mapambano yote yaliyofuatia. Shujaa wa kutambulika, mtetezi wa hakika ni yeye Amirul Mu'minin Ali alayhi salam. Sifat alizokuwa nazo ni za kipekee, ni kilele cha akhlaq,
kilele cha tabia. Standard aliyoiweka Amirul Mu'minin alayhi salam katika akhlaki zake, katika tabia zake, katika namna ambavyo kwamba alivyoishi, hakuna anaye mzidi isipokuwa mlezi wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukitaka kumsoma Amirul Mu'minin alayhi salam kando na yanayoandikwa katika tarikh, tunahitaji kuisoma Qur'an al-Karim, tunahitaji kufahamu Qur'an al-Karim. Manake kama wanavyosema maulamai, hakuna aya yote iliyowahutubia waumini isipokuwa kilele chake au wa juu zaidi katika kikundi hicho ni Amirul Mu'minin alayhi salam. Zaidi ya ayat 300 navyotajwa zimeshuka mahsus kwa ajili yake, kwa sababu yake yeye. Kwa hivyo hata lau kama watu wangejitahidi namna walivyojitahidi kuzifuta sifa zake nzuri na kuzuia watu wasizijue sifa zake nzuri, inakuwa ni vigumu, kwa sababu atayarejelea maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anapata wasf za sifa za Amirul Mu'minin alayhi salam zimetulia katika utaja wake. Kwa hivyo mpaka labda uiondoe Qur'an, utakuta kwamba ayat nyingi katika Qur'an al-Karim zinamzungumza yeye Amirul Mu'minin alayhi salam. Inatosha kwamba anatangulizwa au kutambulishwa kama ni nafsi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi katika ayatul mubahila. Ayatul mubahila ni ile aya ambayo kwamba iliyoteremshwa kumwamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi asiendelee na majadiliano na hawa Wakristo wa Najran, bali awaite kwa mubahala, walaniane, kwa kutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aiteremshe ghadhabu yake, hasira yake, laana yake kwa wale ambao kwamba ni warongo. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin. Wa anfusana wa anfusakum, nafsi yetu na nafsi yenu. Na inashuhudiwa kwamba aliye akilisha nafsi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi, ama ambaye kwamba alitoka katika hii kipengele sio mwingine bali ni Amirul Mu'minin Ali alayhi salam. Na kila ambalo kwamba alolifanya lilikuwa lenye kutambuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumpatia cheo na sifa maalum. Alipokuja maskini katika msikiti wa Mtume na kuitisha msaada, na Amirul Mu'minin alayhi salam akamsikia, akanyosha kidole chake ambacho kilikuwa na pete, ili kwamba achukue pete hiyo imsaidie katika kukidhi haja zake. Ikashukishwa, ikateremshwa aya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusifu hiyo hali, na kwamba ni kitambulisho cha huyu ambaye kwamba ametoa na kuwa na sifa maalum ambaye kwamba inamfanya yeye awe na authority na mamlaka juu ya waumini, kama ilivyo katika surati al-Maida, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakat wa hum raki'un. Wenye mamlaka juu yenu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, na huyu mwenye sifa hizi, kwa sababu haikuwa ni amri
kwa watu kwamba watoe zaka wakiwa katika rukuu, la, bali inamsifu ambaye kwamba alifanya kitendo hiki, na si kwamba akija mwingine akafanya hivyo basi atakuwa ameingia katika hicho yeye orodha. Pia inasifu kitu ambacho kwamba kishafanyika, na sifa ambayo kwamba inamuelekea mtu mahsus, naye ni Ali alayhi salam, kumtambulisha kwa namna hii. Na hii ndio sababu tunapo isoma kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ilivyo katika surat Al-Imran, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum, enyi ambao kwamba mmeamini mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mjumbe wake na mtiini wale ambao kwamba wana mamlaka juu yenu, au wala ulil amri minkum, wenye amri juu yenu. Tunaweza kuelewa kwa mfumo wa Qur'ani al-Karim kujifasiri yenyewe kwamba ulil amri minkum ni hawa ambao kwamba wameteuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakapawa nafasi ya kuongoza na kutawala umma, na wa kwanza wake baada ya Mtume sallallahu alayhi wa ale ni Ali alayhi salam. Kumfahamu, kumjua, kumtambua Imam Amirul Mu'minin alayhi salam ni jambo la dharura, sio kumjua tu kama mmoja katika miongoni mwa watu wema, miongoni mwa masahaba za Mtume sallallahu alayhi wa ale na kadhalika, la, bali kujua sifa yake maalum, na kwamba yeye ndiye imamu wako, ndiye kiongozi wako, ndiye mwenye amri juu yako, ndiye mfano ambao unatakana kuiga. Hawa ndio ambao kwamba tutaulizwa kuwahusu katika barzakh. Tukisha aga hii dunia, maswala ambayo kwamba tutaulizwa kando na maswala mengine ni kuhusu maimamu. Nani imamu wako? Na uweze kusema kwamba imamu wangu ni Qur'ani al-Karim, kwa sababu utapoulizwa kitabu utasema ni Qur'ani al-Karim. Kwa hivyo ikija kwa imamu utasema lazima umtaje imamu wako. Na hadithi inasema man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliya, mwenye kufa na asimjue, asimtambue imamu wake atakuwa amekufa kifo cha ujahilia, na ina maelezo yake. Kwa hivyo sisi ni lazima tu wajue waloteuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakujalia hii dini ipekeshwe kwa namna ya kwamba kila mmoja anaweza kufanya lake, akaeleza lake, akaweza kuiendesha namna anavyotaka, bali alitupatia mwongozo na akateua watu ambao kwamba tutachukua dini kutoka kwao baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Nao ni hawa Ahlul Bait alayhim salam, ambao kwamba amewatakasa, akawasafisha, amewainua cheo chao, na ndio ambao kwamba anawataja kwa sababu inma yuridu Allah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allahumma salli ala Muhammad. Hawa Ahlul Bait ndio wenye kuteuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupawa hili jukumu, sio kila mtu. Hapa ndipo ambapo kwamba tunatofautiana na ndugu zetu ambao kwamba wanaamini kwamba unaweza kurudi kwa mtu yote. Muhimu alikuwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi bila kujali sifa zake. Tunasema la, sisi tunarudi kwa Ahlul Bait alayhim salam kwa sababu wanaaminika, kwa sababu ni wasafi, kwa sababu ndio wanaojua kilichomo katika nyumba yao, na wa kwanza ni Amirul Mu'minin alayhi salam. Hakuna yeyote yule ambaye kwamba anaweza kanusha ubora wake na umuhimu wake na sifa zake, ila kwamba watu katika zama zilizopita
na kwa fitna zilizotokea kufanyika bidii ya kuficha sifa za Amirul Mu'minin alayhi salam na kujaribu kuzuia watu wasiweze kumtambua na kumjua na kuwafisha wafuasi wake sifat mbalimbali. Hivi leo wakituita sisi Rafidha maana yake nini? Na chuki wanazotuelekezea maana yake nini? Rawafid, Shia hivi, Shia vile. Hata nakutana na bwana mmoja kipindi tukienda kusoma akisema hawa Rawafid wana sifat nyingi tofauti, hata si wanadamu wa kawaida. Maana yake wanasema kwamba hata maumbile yao ni tofauti kiasi fulani kutokana na watu wengine. Sasa mtu akikuona anaona kitu kingine, anaona mtu mwingine, anaona si mtu wa kawaida. Sababu kasumba na propaganda iliyofanywa ya kuzuia sifa zake zijulikane na kupelekea watu wasimtambue Amirul Mu'minin alayhi salam. Leo ukiwa ni usiku wake, usiku wa shahada yake, na nafasi ni finyo, na tumebarikiwa kuwa na mashekhe hapa. Natamani kwamba lau tungefaidika na wao zaidi, tungejua kwamba watakuwa hapa, tungeomba udhuru mapema, lakini tumewahiwa na kwamba tukae mbele yao tuzungumze. Natumai kwamba usiku huu inshallah taala tutapata nafasi ya kunufaika na wao kiasi fulani pia. Labda kwa kikao cha maswali na majibu hivi tunaweza kufunguliwa baadhi ya vitu ambavyo kwamba havijaeleweka kutoka kwa mashekhe wetu, Sheikh Abdul Ghani, msomi mkubwa, shekhe wetu mkubwa, Sheikh mwalimu wetu Suleiman Hinzano na wengineo. Usiku huu tungependa sisi labda tufanye kutaja tu baadhi ya hizi sifa tabarukan, pata baraka tu ya Amirul Mu'minin alayhi salam, kisha tu malizie kwa kutaja baadhi ya masaib ambayo kwamba inahusika na huu usiku. Moja katika sifa maalum au sifa mkubwa unajulikana nao Ahlul Bait alayhim salam ni ukarimu, kutoa kwa namna ambayo kwamba hakuna anayefanana nao katika hili. Na mmoja wao ambaye kwamba alikuwa katika mstari wa mbele na mfano mkubwa ni mwenyewe Amirul Mu'minin alayhi salam, kwa kujulikana kwa ukarimu, na kwamba hakukuwepo na sifa ya ubakhili katika maisha yao. Na ukarimu wao hautokani na kumiliki vitu vingi. Sababu sisi tunapoambiwa mkarimu tunaweza kufikiria kwamba lazima awe tajiri, lazima awe anamiliki. Lakini wao wametufunza ukarimu kwa namna tofauti. Sawa, ukarimu wao ni kwamba pamoja na kutokuwa na chenye kinatosha, wanatoa katika vitu ambavyo kwamba wao wenyewe wanavihitaji. Na hii sifa sio kawaida. Manake sisi mara nyingi tutasaidiana au tutapeana mtu usaidizi iwapo tutakuwa tuna ziada. Ndatoa senti kwa sababu najua kwamba nikitoa sitoingia katika madhara, nitabakisha kitu ambacho kwamba ni muhimu. Hivyo ukiwa na 1000 huwezi pata mtu mara nyingi hata ametoa shilingi 100, labda atoa shilingi 10. Okay? Na kila zinapozidi pia inakuwa ni ngumu zaidi kutoa, maana yake anaanza kuhesabu zitapungua. Lakini mwenye amejisukuma akaulea moyo wake kidogo, anaanza kupata urahisi wa kuweza kutoa. Hawa ukarimu wao unadhihiri katika hili kwamba kutoa kwao si kwa sababu wanavimiliki vitu. Watatoa hata kama kile ambacho kwamba wako nacho ni kile ambacho kwamba wanakihitajia. Surati Ad-Dahr, surati Al-Insan,
inatupatia mojawapo ya matukio ya kusajili ukarimu wao. Kisa kirefu ambapo kwamba walifunga na kila wanapotaka kufungua anakuja mtu mwenye kuhitaji, wakimpa chote ambacho kwamba wako nacho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasajili hilo katika Qur'an al-Karim alipotuambia wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi llah, hatuwalishi kwa lolote lile isipokuwa kutaka radhi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa kutaka uso wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hatuhitaji kutoka kwenu malipo wala kutushukuru, hata shukrani hatuhitaji. Huu ndio ukarimu usokuwa na mfano wake. Sababu sisi tukitoa utasimama kuongojea shukrani, na kama ukushukuriwa ukutambuliwa ni matatizo, moyo wako utavunjika, utalalamika kwamba hata nampa lakini hakunitambua ama kunishukuru na kadhalika. Lakini Ahlul Bait alayhim salam hawakuwa na hilo. Hiyo moja katika sifati zake. Amirul Mu'minin alayhi salam katika kipindi moja hakuwa anamiliki isipokuwa dirham 4. Kiwango chake sasa hivi siwezi kujua, lakini wakati ule ilikuwa ni dirham 4. Dirham hizo 4 ambazo kwamba alikuwa anazimiliki na anazihitaji, akatoa dirham moja usiku kama sadaka, na nyingine akaitoa mchana, na nyingine akaitoa kwa siri, na nyingine akaitoa waziwazi, zikaisha zote 4. Na ndio kateremka kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniya. Dirham moja tu kutoa ikawa imebakishwa utajo wake, ukumbusho wake katika Qur'an al-Karim. Wenye wanatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mali zao, wanaitoa usiku na mchana, kwa siri na kwa uwazi. Amirul Mu'minin alayhi salam alijulikana kwa upole na mwingi wa mwenye kusamehe, na matukio mengi tu utayapata katika maisha yake. Kuna watu ambao kwamba walistahiki Amirul Mu'minin alayhi salam awadhibu, bali hata awachukulie hatua zaidi ya kuadhibu. Wengine walistahili kuuliwa, lakini kwa upole wake akawasamehe. Mifano viko mingi tu ambayo kwamba unaweza kuvipata katika vita vya Jamal. Miongoni mwa watu ambao kwamba walipatikana na Amirul Mu'minin alayhi salam alikuwa ni Marwan bin al-Hakam. Marwan bin al-Hakam alikuwa na vishindo na vituko na mambo mengi aliyofanya, alikuwa anastahili kuuliwa katika vita vya Jamal. Imamu alayhi salam akamsamehe. Abdullah bin Zubair ambaye kwamba alikuwa akisimama akimtukana Imam, akimzungumza vibaya mbele za watu bila kujali, atazungumza maneno kifedhuli. Abdullah bin Zubair ni katika miongoni mwa watu wa karibu na kifamily, yani ni watu wa karibu na Amirul Mu'minin alayhi salam, na Zubair alikuwa karibu sana na Ahlul Bait alayhim salam, kiasi ambacho kwamba Amirul Mu'minin alayhi salam alikuwa akisema kwamba Zubair ni miongoni mwao Ahlul Bait, mpaka alipokuwa huyu kijana akawa mtu mzima, Abdullah akamuondoa katika hiyo orodha, akawa amekuja na chuki na akawa ni mfedhuli na mchafu dhidi ya Amirul Mu'minin alayhi salam. Katika miongoni mwa watu waliosamehewa, yani Amirul Mu'minin alayhi salam asema sitaki kuona tu, basi ameachana naye. Mojawapo ya watu ambao kwamba walifanya mambo mazito ni Ummul Mu'minin Aisha, kwa kusimama dhidi ya Amirul Mu'minin alayhi salam. Lakini angalia namna
ilishughulikia swala hilo Amirul Mu'minin alayhi salam. Baada ya vita vya Jamal na baada ya kuwa amewashinda, na alipomfikia Aisha Ummul Mu'minin, nini kilichofanyika? Amemfanyia heshima zote, kumtengezea usafiri wake wa kurudishwa Madina kama mke wa Mtume, akamwekea watu wa kumsindikiza mpaka Madina, akamchagulia wanawake 20 wakavaa kwa namna ambayo kwamba hawangejulikana na Aisha kwamba ni wanawake. Njiani akawa anazungumza vibaya na kulalamika na kusema kwamba ameniweka na wanaume, kama amenivunjia heshima. Walipofika Madina wakafungua nyuso zao, wakajitambulisha kwamba sisi ni wanawake, haukuwekwa na wanaume kupeleka. Pamoja na kwamba mambo mazito yalikuwa yamefanyika, na huu ni mfano ambao kwamba unatupelekea sisi hata leo maulamai wetu wanavyotuambia kwamba hatufai kumtukana Bibi Aisha na kumkosea heshima. Inatokana na sera ya Amirul Mu'minin alayhi salam, maana yake kuchunga heshima ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tutataja kila alichokifanya kwamba si sawa kwa kama lilivyotokea katika tarehe, lakini hatujapelekewa sisi kumtukana na kumkosea heshima kwa sababu ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na wengineo na mengine mengi ambayo kwamba yalitokea ya kuonyesha huruma na upole aliokuwa nao Amirul Mu'minin alayhi salam. Nataja tu kwa haraka haraka kwa sababu ya wakati. Alijulikana kwa wingi wa kutabasamu. Tabasamu ilikuwa haitoki usoni mwake, hata maadui zake wakiona kwamba ni aibu. Lakini mtu ambaye kwamba alikusanya sifa ambazo kwamba haziwezi kukusanyika katika watu kwa kawaida, yani sifa inayopingana na sifa nyingine. Yeye ni mwanajeshi, na akiwa katika uwanja wa vita yeye ni simba, lakini akiwa miongoni mwa watu anapotangamana na watu huwezi kumdhania kwamba yeye ndio ambaye kwamba anapambana na watu katika vita namna ile. Namna anavyokuwa na bashasha, anavyokuwa na tabasamu, anavyoongea nao kwa uzuri na kadhalika. Yaani sifa ya kiajabu ambayo kwamba alikuwa nayo, na tawadhu ya hali ya juu ambayo kwamba ilikuwa kwa sifa za Amirul Mu'minin alayhi salam. Ushujaa wake si kitu cha kutajwa, manake alifuta utajo watu wote waliotangulia katika miongoni mwa watu waliojulikana kwa ushujaa. Ndiye ambaye kwamba alipambana na kila ambaye kwamba alijulikana kwa ujasiri na ushujaa, na hakuweza kumwondokea ama kushindwa. Kipindi moja kuna watu wanakuwa na mambo Amr bin As alimshauri bwanake Muawiya ajitokeze yeye akuwe na aende apigane na Amirul Mu'minin alayhi salam. Sasa Muawiya akaambia, na kuona hukunitakia kheri, yani unanipa ushauri kwamba mimi nijitokeze kupambana na Ali, wewe unitakii mazuri, wewe unataka mimi niangamie. Bila shaka akakataa, maana hakuna ambaye kwamba angeweza kupambana naye Amirul Mu'minin alayhi salam moja kwa moja. Na ndio maana utaona kwamba hakuna njia nyingine ya kumuua isipokuwa mwongojea akiwa katika swala. Hakuna njia nyingine, huwezi pambana naye, huwezi pigana naye. Sasa ni mwongojea anapobaki na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapo tu ndio unaweza labda ukafanya kitu kwa Amirul Mu'minin alayhi salam.
na ibada zake Amirul Mu'minin alayhi salam, si jambo la kwamba tunaweza kujieleza sisi katika nafasi hii ndogo ambayo kwamba tuko nayo. Zuhudi yake, namna alivyoipatia dunia nyongo, kiongozi, hakim, president wa nchi, kila kitu kiko chini yake, lakini anakuwa na nguo mbili peke yake, tena zile ambazo amezishona na viraka. Akifua nguo inabidi angojei ikauke. Watu wakiona haya kwa namna alivyo, kwa hizi ndizo nguo za Amirul Mu'minin, kiongozi mtawala ambaye kwamba anaweza kufikia chochote anachokitaka, ni vipi anavyoishi. Chakula chake ni mkate mkavu ambao kwamba wanasema saa zingine mwenyewe anashindwa kuivunja kwa mkono, kwa hivyo anaiweka katika goti avunje huo mkate, aiweke kidogo katika maji na chumvi ale. Amirul Mu'minin alayhi salam, ambaye kwamba anasema lau ningetaka kufikia bora ya vyakula ningeweza kufikia, wala ningetaka kufikia bora ya mavazi ningeweza kuyafikia, lakini akaamua hayo ndio maisha yake. Anashona kiatu chake kwa mkono wake, anafanya kazi za nyumbani, kukiingia mali katika Baitul Mal ataitawanya na safishe au afagie Baitul Mal, kusibaki kitu. Uadilifu wake uliwachukiza watu wengi na maadui. Baadhi ya watu hawakuweza kustahimili na kubeba kukubali uadilifu wake na kustahimili uadilifu wake, yani kwa daraja ambayo kwamba haiwezi kuelezwa. Mnakumbuka kisa cha ndugu yake alipotaka mali kutoka katika Baitul Mal, Aqil akataka kumfunza darsa, akampelekea chuma ya moto, akalalamika Aqil kwamba unanichoma, akisema kwamba unalalamika kwa moto uliowashwa na mwanadamu, na wewe hauniogopei moto uliowashwa na hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amirul Mu'minin alayhi salam, ni lipi ambalo kwamba unaweza kulitaja katika miongoni mwa sifa zake? Ndiye ambaye kwamba usiku ulipokuwa ukiingia ataingia katika ibada na potelea katika ibada, na atakuwa usiku wake wote ni ibada na kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwa al-bakau fil mihrab, ndio mwenye kulia sana akiwa katika mihrab. Sifa zake ni za kiajabu. Inafaa tujitahidi kumjua Amirul Mu'minin alayhi salam, kwa sababu ndio uswa wetu, ndio kudwa yetu. Na ingawa mengine ameshatueleza kwamba hatuwezani nayo, hatuwezi tukafanya yale aloweza kuyafanya, lakini akatuomba vitu viwili au mambo kadha kufanya, kwamba hamwezani na haya, walakin a'inuni biwara'in wa ijtihadin wa ifatin wa sadadin, nisaidieni katika hizi hali, kwamba mkuwe na uchaji Mungu, mkuwe na mjitahidi kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ndivyo madrasa ya Amirul Mu'minin alayhi salam ilivyo, na hivi ndivyo ambavyo kwamba wale walioishi katika hii madrasa na kumuiga Amirul Mu'minin alayhi salam ndivyo walivyo. Tumeishi na mifano hai ya watu ambao kwamba
wamelelea katika madrasa ya Amirul Mu'minin alayhi salam, na miongoni mwao ni kiongozi muadham aliyetuacha hivi majuzi kwa kuuliwa kwa dhuluma, Ayatullah Sayyid Ali Al-Khamenei qaddasallahu nafsahu zakiya. Ambaye kwamba anakupatia picha, at least picha ndogo ambayo unaweza kuiona kwa utawala na uongozi wa Amirul Mu'minin alayhi salam, kwa zuhudi yake, kwa ushujaa wake, kwa ilmu yake, kwa kuhudumia watu, namna alivyotangamana na watu. Kiangalia katika maisha yake, unaona anakukumbusha hawa watukufu, anakukumbusha Amirul Mu'minin alayhi salam. Na ndio maana wakaweza kufikia yale ambayo kwamba wameweza kuyafikia, na inshallah taala hawa ndio ambao kwamba watafikisha huu umma, au watafikisha bendera kwa mwenyewe ambaye kwamba anatarajiwa kuondoa dhuluma katika kila sehemu, sahibul asri wa zaman, ajalallahu taala farajahu sharif. Manake inaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ipo, na alamat ziko nyingi za kuonyesha kwamba hii khat ni mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoilea, na ndio ambapo kwamba itafika inshallah taala katika natija. Ni kwa hivi katika habari ambazo kwamba zimekuwa zikitembea, ukiona kwamba amefikiwa kuchaguliwa kiongozi mwingine baada ya Imam Sayyid Al-Khamenei na mwanae Sayyid Ayatollah Sayyid Mujtaba, si kwa sudfa na si kwa kwamba mambo yametokea tu vile. Kuna inaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitu kwamba nilikisikiza leo cha ajabu sana ni hiki, ujue kwamba kuna inaya Mwenyezi Mungu. Walipolipua nyumba ya Imam Sayyid Al-Khamenei kwa mabomu hayo waliobomoa, waliopiga bomu 30 wenyewe wanavyojisifu nayo, yani Sayyid Mujtaba alikuweko katika hiyo sehemu, na nani anaweza kudhania kwamba anaweza kutoka mtu hai pale? Wanasema kwamba misaili moja ililengwa katika nyumba aliyokuwemo Sayyid Mujtaba na mke wake, na ikampata mke wake, na mwili wake ukatawanyika. Anasema hata hakuna mwili wake, maana yake ilitawanyika vipande vipande. Na hiyo misail kwa inaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajeruhiwa Sayyid Mujtaba, lakini haikumdhuru kiasi ambacho kwamba angeshindwa kufanya kitu au kuendelea na maisha yake kiwa katika hiyo nyumba. Nini kilichotokea? Allah Subhanahu wa Ta'ala alam, kwamba akatoka hapo akiwa hai. Sisi tulipokuwa tusikia habari mwanzo, tulikuwa tunaambiwa kwamba alikwemo na pia ni shahidi, lakini kwa inaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoka akiwa hai. Kisha alafu maulamai mujtahidun udul kwa aghlabi yao watoe kauli kwamba huyu ndiye ambaye kwamba ana sifa za kuongoza. Hiyo ni inaya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio maana tunaamini kwamba hii njia, hii khat mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitaka ifike wapi, na inshallah Ta'ala mambo yataendea vibaya mazoyoni na hawa wenye files za Epstein au sijui wanaitwa nani, Epstein walio Epstein coalition. Hii Epstein coalition itafedheheka zaidi, kwa sababu mambo kama wamefanya wenyewe ni makubwa, na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atawafedhehesha. Na inavyoelekea mambo hayaendei vizuri, kama mnaangalia katika habari mambo hayaendei vizuri.
hata saa hizi wameanza kuitisha mazungumzo na kusema kwamba tuangalie ceasefire. Leo nilikuwa nasikiza Latmia Iraq wanasema kwamba wasipawe ceasefire mpaka waondolewe katika wujudi kabisa, yani tuwasahau. Na inshallah taala itakuwa ndio mwisho wao, waondoke kabisa katika huu ulimwengu na ardhi isafishwe, mwenyewe akija afanye kazi iliyobaki, lakini kusikuwepo na utaja wao. Mizungu waangamize. Muhibbun li ahl bait alayhim salam walun. Huu ni usiku wa majonzi, ni usiku wa huzuni. Lahdhat hizi nataka tuishi pamoja katika nyumba ya Amirul Mu'minin alayhi salam, na sito wapeleka nyuma sana, manake juzi tumetaja kufikia pale alipopigwa upanga utosini Amirul Mu'minin alayhi salam, naye akauvumilia upanga ule na yale machungu akatulia nayo, wala hakulalamika, bali maneno yaliyomtoka na ambayo kwamba yanabaki mpaka leo: fuztu wa rabbil Kaaba, nimefuzu na apa na Mola wa Kaaba. Na hili ni jambo la ajabu kwamba mtu ambaye kwamba amefika katika hiyo hali kwa kupigwa upanga wa kichwa, bado anaweza akatamka maneno haya. Upanga ambao kwamba wanasema umepasua kichwa mpaka kufia kwa utosi wake, mpaka kufia kwa ubongo lake, lakini akabaki na fahamu zake, na kipindi hicho akawa ni muhtasiban na kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio lahdha aliyokuwa akisubiria Amirul Mu'minin alayhi salam, walipo Jibril alayhi salam alipoita hapa, ama alipopiga ukelele na watoto wake wakasikia, na Imam Hassan alayhi salam na Hussein wakamwendea Amirul Mu'minin alayhi salam, wakampata katika hali hiyo, damu zimeminika kwa ndevu zake, kwa nguo zake. Na huko Amirul Mu'minin alayhi salam anasema, hii ndio ahadi alionipa mtume wa Mwenyezi Mungu, na ahadi yake imefika na amesadikika mtume. Imam Hassan alayhi salam alimshika babake na kuweka kichwa chake kwa miguu yake, akalia kilio cha nguvu sana, na machozi yake yakawa yanamiminika kwa uso wa babake. Babake alikuwa amezimia katika kipindi hicho. Akaamka Amirul Mu'minin alayhi salam, fanadhara ilayhi, akamwangalia mwanae, waqala ya waladi atabki alai, e mwanangu unalilia, wa anta tuqtalu masmuman, na wewe utauliwa hali ya kuwa umepawa sumu. Wa yuqtalu hakadha akhuka al-Husayn bisayfi dhulman wa udwana, na ndugu yako Hussein atauliwa vile vile kwa dhulma, atauliwa kwa upanga. Thumma qala ya abatahu man qatalak, e baba, nani aliyekuwa? Qala qatalani al-la'in ibn Muljam, aliyenifanya hivi ni Mal'un ibn Muljam. Ila an qala Muhammad ibn al-Hanafiyya, thumma qala abi ihmiluni ila musallai. Ibn Hanafiyya akasema, nibebeni mnipeleke mahala na kusalia.
fahamalnahu ilayhi والناس من حوله قد أشرفوا على الهلاك. Watu wanayumba, watu wanapumua pumzi za kukata roho. Ma baina nadibin wa nadiba, huku kila moja anamlia Amirul Mu'minin alayhi salam, wabakin wabakia. Qala wa aqbalat Zainab wa Kulthum, akaja Zainab na Kulthum. وجعلتا تندبان وتقولان يا أبتاه من للصغير حتى يكبر. nani ataimlea mdogo mpaka akuwe mzima? يا أبتاه حزننا عليك لا يفنى, huzuni yetu kwako baba haiwezi katika. Wa abratuna alayka la talqa, machozi yetu haiwezi kukatika. Qala fadhajja an-nas bil bukai min wara'i al-hujra, watu walioko nje ya nyumba wakawa wanalia kwa sauti. Fafadat dumu'u amir al-mu'minin 'inda dhalik, kipindi hicho Amirul Mu'minin alayhi salam akalia. Waja'ala yanzuru bi'ainaihi ila ahli baitihi, akawa anawatazama watu wa nyumba yake. Qala Muhammad ibn al-Hanafiyya bitna laylatal 20 min shahri Ramadan 'inda abi, watoto wake wote walishinda na babake na baba yao huo usiku wa tarehe 20 kama jana yani. Wa qad nazala summu fi badanihi, wakiona sumu ilivyotembea katika mwili wa Amirul Mu'minin alayhi salam. Wa kana yusalli tilka al-layla min julus, alikuwa Amirul Mu'minin alayhi salam katika mara ya mwanzo katika maisha yake akiswali huku ameketi. Falam yazal yusina biwasaya, na huku anaendelea kuwahusia watoto wake na watu waliokuwa karibu naye. Wa yu'azzina binafsi, akiwapa pole kwa msiba ambao kwamba umewapata. Falamma asbahna istadhana an-nasu alayhi, tulipoamka asubuhi watu wakawa wanaomba ruhusa kumuona Amirul Mu'minin alayhi salam. Faadhina lahum idhnan 'aman, akawapa ruhusa wote kumjia. Fadakhalu alayhi waja'alu yusallimuna alayhi wa huwa yaruddu alayhi as-salam, wanamsalimia huku akiwajibu. Wa huwa yaqul isaluni qabla an tafqiduni, niulizeni kabla hamjanikosa. Wa khaffafu su'alahum wa khaffifu su'alakum, lakini fanyeni rahisi au fanyeni wepesi maswali yenu, yani maswali yasikuwe mengi sana. Qala fabaka an-nasu 'inda dhalik, watu wakawa katika hali hiyo wanalia. Wa ashfaqu an yasalu, wakawa wanamuonea huruma kumuuliza kitu chochote. Qala wa jamaa abi ahla baitihi wa aulada, babangu akakusanya watu nyumba yake na watoto wake. Wa nahnu nanzuru ilayhi wa ila badani wa rijli, na sisi tunamtazama. Wa qad ihmarrata, miguu yake imekuwa mekundu. Fakabra dhalika alaina, hiyo hali ikawa ni nzito sana kwetu. Thumma aradna alayhi al-akl, tukataka ale chakula. Fa aba an yaakul, akataa kula chochote. Wajabinuhu yarshah irqa, na uso wake paji la uso wake lilikuwa likitoa jasho. Wa huwa yamsah jabina, na huko anafuta uso wake. Faqultu ya abata, nikasema baba, araka tamsah jabinak, ninaona ukifuta uso wako. Faqala ya bunay, akasema mwanangu, innal mu'mina idha nazala bihi al-maut, mu'mina kishukiwa na maut, araka jabinu, uso wake utapata joto, utapata jasho. Wasakana anino, na sauti yake itakuwa yenye kutulia. Thumma jamaa ayala, kisha akakusanya watu wake wote. Wa huwa yaqul astaudi'ukumullah, ninawachieni Mwenyezi Mungu. Allahu khalifati alaykum,
Mwenyezi Mungu ndio khalifa wangu kwenu nyinyi. Thumma awsal Hasan wal Husayn, akamusia Hasan na Husayn. Faqala ya aba Muhammad wa ya aba Abdillah, kaanni bikuma wa qad kharajat alaykumul fitan, ninaona fitna zikiwaelekea. Qaqita'i al-layli al-mudhlim, kama giza, kama usiku uliotanda giza. Min ha huna wa ha huna, kutoka hapa na pale. Fasubira hatta yahkum Allah, basi fanyeni subira mpaka hukumu Mwenyezi Mungu. Wa huwa khairul hakimin, na ni mbora wa kuhukumu. Thumma qala ya aba Abdillah, akawasema aba Abdillah, anta shahidu hadhihi al-umma, wewe ndio shahidi wa umma huu. Fa'alayka bitaqwa Allah wasabri ala al-baliyya, basi subiri na ufanye taqwa, uwe na taqwa. Wadara ainahu fi ahli bayti, akasungusha macho yake kwa watu wa nyumba yake. Kullahum, wote akawa na watazama. Faqala saudiukum Allah, ninawachieni Mwenyezi Mungu. Allahu khalifati alaykum, Mwenyezi Mungu ndiye khalifa wangu kwenu nyinyi. Wakafa billahi khalifa, inatosheleza Mwenyezi Mungu kuwa ndiye mwenye kusimamia. Thumma qala, katika kipindi hiki namkumbuka mmoja katika watu wake ambaye kwamba alimuona Amiru min alayhi salam akiwa amefunga uso wake kwa kitambara ambacho kwamba hakujua ni kipi ambacho kwamba ni cha manjano zaidi, ni uso wake ama ni kitambara chake. Na huko akamwangukia Amiru min alayhi salam akilia, akamwambia asilie, bali hii ni janna. Limithli hadha falyamal al-amilun, kama haya, kwa ajili ya haya mwenye kufanya matendo na afanye matendo. Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wale ambao kwamba wamemcha na wale ambao kwamba ni wema. Thumma istaqbala al-qibla, kisha Amiru min alayhi salam akaelekea qibla. Wa ghamadha aynayhi, akafunga macho yake. Wa madda yada, akanyosha mikono yake. Wa rijlaihi, akanyosha na miguu yake. Wa qala ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kwamba hapana Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja. Wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Thumma qadha nahba aywa imama awa aliya وأمير المؤمنين. عند ذلك خرجت زينب وأم كلثوم وجميع نسائه وشققنا الجيوب, wanawake wakatoka wakapasua nguo zao. Walatamina al-khudud, wakapiga nyuso zao. Faaqbala an-nas yahrauna afwaja, watu wakaja makundi makundi. Wasarakhu sarkhatan adhima, watu wakapiga kelele mkubwa. Wartajat al-ardu, ardhi ikatetemeka. Wartafa'a al-bukaa wan-nahir. Rahmallahu man nada wa aliya wa imama wa sayyida wa amira al-mu'minin. Ala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا حق آل محمد أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نقسم عليك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم
يا لا إله إلا أنت، يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم بحق علي المرتضى، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا يا مولانا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا سقما إلا شفيت، ولا عيبا إلا سترت، ولا رزقا إلا بسطت، ولا خوفا إلا آمنت، ولا سوءا إلا صرفت، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. Mwenyezi Mungu, turuzuku ziara ya Amirul Mu'minin alayhi salam katika maisha yetu, na uturuzuku shafaa yake katika akhira yetu. Mwenyezi Mungu, tufanyie wepesi mambo yetu. Mwenyezi Mungu, waangamize maadui wetu. Mwenyezi Mungu, wape ushindi majeshi wetu. Mwenyezi Mungu, wape ushindi majeshi yetu. Mwenyezi Mungu, wasaidie mujahidina katika njia yako, wamakinishe, wape nguvu, waongoze na wape uwezo wa kuweza kuwashinda maadui wote. Mwenyezi Mungu, fanya wepesi kudhihiri imamu wa zama zetu. Mwenyezi Mungu, tujalie kuwa katika miongoni mwa wasaidizi wake, wahudumu wake, wala Mwenyezi Mungu usituharamishie nafasi ya kumuona imamu wetu. Mwenyezi Mungu, wahifadhi maulamai wetu, muhifadhi kiongozi wetu As-Sayyid Mujtaba. Mwenyezi Mungu, mkinge kutokana na kila shari, kutokana na hila na njama za maadui. Mwenyezi Mungu, mpe nguvu, mpe hikma na muwezeshe kutekeleza amri zako katika ardhi yako. Mwenyezi Mungu, waghufirie ndugu zetu wote waliotangulia katika iman. Mwenyezi Mungu, warhamu mashuhada wote, hususan Sayyid al-Qaid Sayyid Khamenei. Mwenyezi Mungu, mrahamu na umjalie daraja kubwa. Mwenyezi Mungu, waghufirie wazazi wetu. Mwenyezi Mungu, tujalie riziki pana katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu, refusha maisha yetu katika khairi na afya, wala usituondoe katika hii dunia mpaka uwe ni mwenye kuturidhia. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.